Tumeona jinsi ambavyo jengo lile likiendelea na ujenzi. Tunawapongeza Jeshi la Wananchi ambao wamekuwa wakifanya kazi kubwa pale, lakini mambo yaliyojitokeza tumeona, na niwaambie waheshimiwa wabunge, sisi tunawashauri tu wenzetu kwamba pale tumeona pana changamoto ya ile business plan, na nashukuru Mheshimiwa Naibu Waziri ameiona na ameisemea kwamba wamelipokea na watalifanyia kazi. Kwa hiyo tunaomba hiyo business plan ikae vizuri ili tuweze kuona namna uendeshaji utakavyokuwa katika ile stendi yetu ya Mwenge, na kuona kwamba mapato na matumizi yanaweza yakaweza kusaidia katika uendeshaji wa ile stendi ambayo tuliweka pale. Lakini pia tumepata maelezo kwamba kulikuwa na watu ambao waliovamia na wakaondoshwa. Kwa kuwa wamevamia na wakaondoshwa, tulikuwa tunatoa tu angalizo kwa halmashauri ya Kinondoni, mkurugenzi, kwamba muhakikishe hilo jambo linakaa sawa, ili baadaye lisije likawapa changamoto katika uendeshaji wa stendi yetu. Kwa hiyo mfuatilie, muone kwamba haya mambo yamekaa vizuri, ili kama kuna lolote ambalo lipo kati ya hao ambao walikuwa wamevamia, muhakikishe mmeweka mambo kisheria. Na kwa sababu tuliomba tuone kama tuna mkataba wote ama lile eneo ni la kwenu, basi itakuwa ni vizuri kwa kamati tuweze kuipata na kuiona kwa ajili ya hiyo. Lakini pia Mheshimiwa Bunge, mkurugenzi ametueleza ile thamani ambayo inatakiwa iwepo pale, ambayo ni zaidi ya milioni 800 kwa mwaka ambayo mapato watayapata. Sasa mapato haya yasije yakafanya ikaleta shida kwa wapangaji wetu watakao kuwepo pale, kwa sababu unaweza ukasema mapato milioni 800, baadaye sasa ili uipate ile unawapandishia kodi wananchi ambao watakuwa ni wapangaji. Kwa hiyo tunaomba tu vile vyanzo ambavyo mliviweka vingine pamoja na hiyo, isije ikawa unataja mapato makubwa haya lakini yakaenda kucost wananchi wetu ambao watakuwa ni wapangaji katika eneo hili. Kwa hiyo tunaomba hiki kitu kwetu, ndio ushauri tunawapa. Kingine, wakandarasi wetu, utaratibu wa ulipaji wa madai ya wakandarasi, tunaomba kuwe na utaratibu mahususi kwa namna ya ulipaji wale wakandarasi, kwa sababu tumeona kwamba hatujaiona ile schedule nzuri ya ulipaji wa wakandarasi, hatukuipata pale. Kwa hiyo tunataka tuione ili iweze kutusaidia, na kama sio leo basi tunaomba kuwe na utaratibu wa kutuonyesha pale ambapo tutakuwa tunakuja kujua kwamba wakandarasi wamelipwaje, imekuwaje, mpaka mwisho itakuwa vipi. Hii itasaidia wao wafanye kazi kwa ufanisi, lakini na sisi tufanye follow up vizuri katika utendaji kazi wetu. Lakini tumeona pia mazungumzo mengi yameendelea kwamba force account, sisi tunasema kama kamati tunaomba muimarishe usimamizi. Force account ndiyo iliyopitishwa, inasaidia serikali katika kupunguza gharama za uendeshaji na jinsi ya kuendesha. Kwa hiyo tunaomba halmashauri iweze kuimarisha usimamizi mkubwa, kwa sababu hakuna jinsi. Kwa wakandarasi tuliona inakuwa ni changamoto kama serikali, lakini tunaomba muimarishe usimamizi, kwa sababu pale tumeona tu kwamba ni usimamizi ndio uliokosekana. Kwa sababu nasema kwamba wana viongozi sijui nani, watumishi wanakuwa muda mwingi wako kwenye miradi. Ndio kazi yenyewe ya miradi, kwenda kusimamia na kufanya kazi. Kwa hiyo kusimamia miradi ndio kitu ambacho Watanzania wanakitegemea. Wananchi wanategemea huduma zote kwa ajili yetu, kwa sisi tulioko maofisini tuweze kufanya kazi kwa weledi ili waweze kupata huduma bora. Kwa hiyo naomba usimamizi uzingatiwe. Kwa hospitali ya wilaya, ule mradi ni mzuri, tumeuona, majengo yapo, tumeona maelezo ya ramani nilivyosema kwamba tumepewa ramani sasa ambayo imepitishwa na TAMISEMI, lakini ile transition toka kwa mkandarasi sawa kuja kwa kwetu sisi kwa ajili ya force account, mliangalie vizuri lile, kwa sababu lazima kutakuwa na gharama, ongezeko la gharama fulani
ambayo tukipata ripoti ya CAG ninahisi tutakuwa na ongezeko kubwa tu la gharama kulingana na maelezo tuliyoyapata. Kwa hiyo hebu mtizame masuala kama hayo ili yaweze kuwekwa sawa, yasituletee gharama zaidi za kibajeti kwa sababu ya kukosa usimamizi mzuri toka mwanzo. Kwa hiyo hebu mlitizame hilo, lakini usalama wa watoa huduma muangalie mtakapokwenda kuanza ile shughuli ya hospitali, kwa sababu tunaona bado katika zile ghorofa kule zinajengwa na huduma itakuwa imeanza. Kwa sababu huduma itakuwa imeanza, naomba muangalie usalama wa watoa wale wapatiwa huduma watakao kuwepo pale, kwa sababu mnajua kabisa kwa sheria mbalimbali ilivyo huwa inakuwa ni uzuiaji wa kutumia jengo kabla halijaisha, lakini kwa sababu ya changamoto za wananchi wetu ambao wako maeneo yale, kweli tutaenda kuanza, lakini muangalie, muimarishe usalama wao, ili tukija mara nyingine tusije tukasikia kwamba hiki kimetokea kwa sababu kulikuwa na ujenzi, kulikuwa na kile. Hivi vyote mviweke sawa ili kuhakikisha hivi hayo masuala yanakwenda. Kwa hiyo kunahitajika usimamizi wa dhati kabisa ambao utakuwepo pale na mkurugenzi, watendaji wote. Niwaombe kabisa mkamilishe kwa wakati, yale majengo yasikae kama white elephant, kwa sababu naweza mkasema tutakamilisha mwezi wa 7, ile tumeona mwezi huu inazidi kusonga mbele. Kwa hiyo kama mtaanza Jumatatu ni vizuri, kama haitakuwa Jumatatu basi tunaomba mkamilishe mapema ili paanze kufanyiwa kazi, kwa sababu nimesema kabisa tunaanza na tumeona vifaa vingine vimeanza kuwekwa, lakini ayushua mnaanza Jumatatu kweli? Kwa hiyo tunaomba hicho nilichokisema kamati ya bunge iweze kujua tunaondoka na lipi, ili kwamba hospitali itaanza tarehe 15 mwezi wa 4. Mheshimiwa Naibu Waziri amenitumia hapa kwamba kweli itakuwa Jumatatu tarehe 15 mwezi wa 4, pale ndio pataanza kutumika. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Kwa hiyo sisi tutakuja tena, tutakuwa tumeshapata ripoti ya CAG, tutakuja katika kuangalia utekelezaji na masuala mengine ambayo yanaendelea. Kwa hiyo hayo ni masuala ambayo yapo, lakini mimi niseme tu, niwatie moyo, mnafanya kazi kubwa, tuendelee kufanya kazi kwa weledi ili wananchi waweze kupata huduma wanayotakiwa kuipata. Kwa hiyo wote, mkurugenzi, viongozi wote, watumishi, hongereni kwa kazi. Kwa kufanya ziara katika manispaa hii ya Kinondoni na kukagua miradi ambayo tumeipitia siku hii ya leo, lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru sana kwa ushauri na maelekezo ya muhimu sana ambayo umeweza kutupa sisi kama serikali ili tuende tukatekeleze. Ninashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi niseme sisi kama serikali tutakwenda kuhakikisha tunatekeleza maelekezo yote ambayo mmetupatia, lakini tutakwenda kuzingatia ushauri ambao pia mmeutoa ili tuhakikishe tunaboresha sana huduma zetu za miradi hii ya maendeleo katika manispaa hii, lakini nchini kote kwa watu. Lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii niwapongeze sana manispaa ya Kinondoni. Kama ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti amaliza kuongea, lakini Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti ameongea pia, manispaa hii ni miongoni mwa manispaa ambazo zinajitahidi sana kukusanya mapato ya ndani, na kila mwaka unaona kuna ongezeko zuri, significant increment ya mapato. Kwa mfano, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2021 walikuwa wanakusanya bilioni 42, lakini katika mwaka huu wameongeza zaidi ya bilioni 7. Sasa wanalenga kukusanya bilioni 49 karibu nukta 5. Huu ni mwendo mzuri ambao sisi kama serikali na ninyi kama kamati ambao mnatusimamia unatupa picha kwamba tunakwenda sasa kuongeza uwezo wetu wa kuboresha kwanza ukamilishaji wa hii miradi ambayo tumepitia, lakini pia kuboresha uwezo wetu wa kutoa huduma kwa wananchi wetu kwa maana miradi mbalimbali. Kwa hiyo niwapongeze sana manispaa ya Kinondoni na tunaamini tutaendelea na tumepokea maelekezo haya yote ya kamati hii ili tuende vizuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kidogo tu kwa dakika moja niseme kuhusiana na swala la hospitali. Kama ambavyo nimesema, tumeomba tuanze tarehe 15 Aprili badala ile ambayo tulisema. Mheshimiwa Mwenyekiti, alikuwa very objective alipouliza ile swali, ilikuwa na issues nyingi ambazo kimsingi kwa siku hizi 5 tunaona tutaweza kukamilisha. Kwa hiyo tunaomba muda huo, na lengo letu kama serikali ni kuhakikisha ule mradi unaanza kutoa huduma haraka iwezekanavyo.
na hatutaki kuchelewesha ule mradi, kwa sababu wananchi wanahitaji ule mradi, wanahitaji huduma za afya na serikali inahitaji miradi iliyokamilika ianze kutoa huduma. Lakini tunaamini angalau kwa huu mwezi mmoja wataweza kukamilisha vizuri arrangements za pale chini, kwa maana ground floor, lakini watakamilisha pia ile first floor ili zile shughuli za ujenzi zifanyike mbali zaidi, kuepusha rapsha kwa wagonjwa kule kugonga na vurugu nyingine, lakini pia kuongeza sana usalama wa watu wa huduma kama ambavyo kamati yako imeelekeza, lakini pia usalama wa wagonjwa wetu katika eneo hili. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama serikali tumelichukua, tutakwenda kulikamilisha kwa wakati huo, lakini kuhusiana na haya mengine ambayo nisingependa kuyarudia, Mheshimiwa Mwenyekiti, yote ya business plan, utaratibu wa uendeshaji, nani ataendesha, kama ni mzabuni, kama ni halmashauri wenyewe na mengine yote, maelekezo haya tunachukua, tutakwenda kuyafanyia kazi. Tuna miradi mikubwa ambayo tunaifanya kwa own source, jambo ambalo ni wengine wenzetu wanashindwa kudhubutu. Kutoka nje hapa tuna jengo kubwa, tunajenga la utawala, nalo ni kwa own source. Hospitali ile ambayo mmetoka kuiangalia sasa hivi, kuikagua pale Mabwepande, sisi tulianza kufikiria nje ya box. Bahati nzuri naibu waziri alikuwa mganga mkuu hapa. Tulianza kufikiria tukasema, Mwananyamala imezidiwa, lazima jimbo la Kawe lipate hospitali. Tukasema wenzetu wa Ubungo, jimbo la Ubungo walikuwa na hospitali ya Sinza Palestina, kwa hiyo tukasema Kawe hawakuwa na hospitali, ndio kisa hasa cha kuanzisha ile Mabwepande. Lakini leo sasa inakuja kuwa hospitali ya wilaya, na bahati nzuri ina eneo kubwa. Majengo yale ambayo tumeanza nayo si kwamba yataishia yale, wananchi wataendelea kuongezeka, kwa hiyo tutaendelea kuongeza majengo kadiri uwezo wa kifedha utakavyopaswa. Lakini mradi mwingine ambao tunaofanya huo kwa own source ni huu ambao umetoka kuona pale Mwenge, ni fedha zetu wenyewe, hakuna ruzuku kutoka serikali kuu. Lakini pale jirani tunajenga uwanja wa mpira ambao utakapokamilika muonekano wake utakuwa kama sawa na Azam Complex, nao tunafanya kwa own source na ni pale pale Mwenge. Na miradi yote hii bahati mbaya inakwenda pamoja, ndio maana unaweza ukaona tumechelewa kumaliza, ni kwa sababu hiyo. Lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Manispaa ya Kinondoni ni miongoni mwa halmashauri ambazo zimepata ile miradi ya kimkakati ya kitaifa. Sisi tulipata soko la Magomeni pamoja na soko la Tandale. Soko la Magomeni ukitoka tu hapa mbele ya jengo letu utaliona limeshakamilika kwa 99.9%. Wako kwenye umaliziaji wa mambo madogo madogo, kwa hiyo muda wote soko lile litafunguliwa. Lakini kwenye own source yetu kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Waziri amesema, nadhani kuna halmashauri nyingine hawajawahi kusikia kitu kinaitwa bilioni 10, bilioni 20. Mapato ya halmashauri hii ukiyapiga hesabu vizuri kwa mwezi sio chini ya bilioni 3. Basi ukiangalia hiyo own source peke yake tu, sisi sasa kwenye mwaka wa fedha wa 21-22 tunakwenda kwenye bilioni karibu 49, mapato makubwa. Lakini sasa hivi tuna bilioni 42.950 inayoishia 2021. Joseph Zacharius Kamonga, mimi ni mbunge wa jimbo la Ludewa ambalo lipo mkoa wa Njombe. Mkisikia Mchuchuma, mkisikia Liganga, ndio jimbo langu hilo. Kwa hiyo nimeambatana na kamati ya hesabu za serikali za mitaa, mimi nikiwa ni mjumbe wa kamati hii. Tumekuja kukagua hospitali ya wilaya Mabwepande. Sasa nilipenda kujua kwamba unajua kuna uzoefu unaonesha maeneo mengi ya serikali inaweka fedha nyingi, inajenga vitu vya thamani kubwa, lakini tunasahau kwamba ardhi ile iliyosimamisha hizo structures inapaswa ipimwe na ipate hati. Hii inasaidia sana kuepusha migogoro na mwingiliano na majirani wananchi. Kwa hiyo eneo likipimwa likapata hati linakuwa halina migogoro. Kwa hiyo fedha ambayo serikali imewekeza eneo hili kwa manufaa ya wananchi inakuwa haingiliwi, inakuwa ni mali halali ya serikali. Na nimefanya hivyo kwa sababu kihistoria mimi nimekuwa mtumishi wa sekta ardhi na nilikuwa kamishna wa ardhi wa mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tumekutana navyo katika utendaji. Kwa hiyo tunatoa wito kwenye maeneo ya serikali inavyoleta fedha nyingi kiasi hicho, jambo la umiliki, pima eneo na kupata hati lipewe kipaumbele namba 1.
Uzoefu unaonyesha kwamba tumeanza kufanya miradi mingi kwa kutumia force account. Lakini miradi midogo it works. Miradi mikubwa kama huu kutumia force accounts nadhani ni tatizo kubwa sana, kwa sababu kama anavyosema na mwenyekiti wewe utakuwa shahidi, hata kule tulikotoka hii hoja ya upatikanaji wa fedha kwa wakati mmoja kuendesha ni tatizo. Lakini ukimpa mkandarasi, maana yake mkandarasi anaweza akaendelea na kazi mkaendelea kulipana. Kwa hiyo nilitaka tupate uzoefu hapa kama hii hoja ni ya msingi. Kwa nini tunaendelea kutumia force account? Kwa nini tusiswitch? Kwa sababu mradi mkubwa bilioni 4.8 ungekuwa mradi mdogo kwa force account isize, mnakwenda mnajenga zahanati, lakini mradi kama huu wa 4 billion force account, mimi nadhani ndio moja ya sababu mradi huu hautaisha kwa wakati na mtaendelea kuongeza na kuongeza na kuongeza. Kwa hiyo nitaka tu experience yao ili kama kamati tuone namna ya kuishauri serikali, pengine tuweke ukomo wa miradi inayoingizwa kwenye force account. Tukisema kila mradi uende kwenye force account, isiize kwamba mnakwenda lakini hautaisha. Kwa majina naitwa Masudi au Mchina wa Kariakoo, muuza viatu maarufu vya kina mama. Kiatu cha 6,000, 7,000, 8,000 unapata kwa 3,500. Hapa kwetu kiatu cha 7,000, kiatu kama hichi kinauzwa 5,000, kiatu kama hichi kinauzwa 6,000, lakini sisi tunatoa promotion. Kwa kiatu cha 7,000 tunauza 3,500, kiatu cha 8,000 tunauza 3,500. Tunawakaribisha Watanzania, tunawakaribisha wananchi wote. Tunapatikana Kongo na Muhonda. Kongo na Muhonda au wanaita Kongo na Muhonda opposite na ghorofa la au maeneo ya DDC. Tunakukaribisha hapa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutumia namba ya simu 0659 500 927 0659 500 927. Hapa kwa Mchina wa Kariakoo au machinga namba 1 Tanzania, muuza viatu maarufu vya kina mama. Tunatoa promotion. Maana promotion mama, kiatu cha 6,000, 7,000, 8,000 unapata kwa 3,500. Akina mama, akina dada tunawakaribisha sana. Watanzania wote waje kuangalia viatu, waje kuona viatu, waje wachague viatu. Hapa ndipo tunauza viatu Kariakoo mzima. Hakuna sehemu kama hii. Ukija tu kamuuliza machinga yote kwa Mchina wa Kariakoo wapi anapatikana, ni hapa.